Ukizungumzia kiwanda cha muziki wa Bongo Flava Tanzania, utoacha kumtaja African Boy Jux. Tunafahamu miezi kadhaa nyuma Jux amefunga ndoa. Ulisikia ile? Nilisikia amefunga ndoa na mke wake. Mwamba kaopoa jiko kutoka Nigeria. Yes, kutoka Nigeria. Kwa Wanyamwezi kabisa, wakina Burna Boy, wakina Davido. Yeye ndo kaenda kuopoa mtoto kule. Kwa maana yake kwamba tumewashinda fulani hivyo kina Burna Boy. Kumchukua mtu sio kumshinda mtu. Yale ni mapenzi na kazi, ni vitu viwili tofauti. Kwa maana yake Jux ameweza kuwakalisha wakina Burna Boy. Uwezo kumkalisha Burna Boy kupitia mwanamke yule. Kwani nani yule mwanamke wake? Sio kawaida tu. Kusema labda atamchanganya Burna Boy au atamchanganya nani, na maana yeye mwenyewe yule demo labda kupendwa na Jux kapagawa. Au si? Kaona mbona kama neema. Kwa hiyo kumbe wasanii wa Tanzania pia nao ni brandi. Maana yake wanapapatikiwa kwa wanawake wa mataifa ya nje. So wanafanya vitu vikubwa, wanafanya muziki mzuri, wanaimba vizuri. Kwa nini wasipapatikiwe? Kuna mtu tunakuta mtoto wa kike yuko Rwanda anampenda tu msanii wa kutoka Tanzania kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya uimbaji. Kwa hiyo unakuta kama yule dada wa Nigeria akalimpenda Jux, unakuta labda muda hivi kwa alikuwa labda na target ya kumpata hivi, kwa kumpata anaona kama neema kwake. Kama alikuwa anamsubiri fulani. Kama alikuwa anamsubiri, na wangu ngambia labda dem mwenyewe alikuwa kwa kawaida. Unajua mtu huko anaweza kaonekana kawaida tu kama ibitoke, lakini huko tukamwona kama zali. Unajua. Sasa harusi ilifanyika Dar es Salaam hapa. Tuliona mastaa ndoa, tuliona wengi wamehudhuria, wakina Diamond Platnumz na watu wengine wengi tu walihudhuria kwenye ile harusi. Kwa ile ndoa, Sasa hivi imehamia Nigeria, manake kuna harusi ya kimila inaenda kufanyika Nigeria kule kwa mwanamke. Na tunaona baadhi ya watu, baadhi ya mastaa wakina Dimples, watu tofauti mastaa wameshaanza kufunga safari kuelekea huko Nigeria kwa ajili ya hilo tukio. Umeiona hiyo? Bwana, nimeona. Alafu unajua kuna vitu vingine bwana, hizo pesa unazozitumia wangeenda kugawa kwa watoto yatima tu, kwa sababu kama umeshafunga ndoa ya nini tena kwa mambo kibao, mara ufanye hivi, mara ufanye hivi, mara wakati kuna watu wanalia misaada mtaani kibao tu. Kwa nini usikae na mke wako, si mmependana na ndoa ishapita? Kwa sababu ndoa ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda na nyinyi mmekifanya, basi acheni nayo mambo hizo. Hela kama unataka kuzichezea au kujiona nyinyi labda mna hela sana, kuna watoto yatima bro, kuna watu mtaani huko wanahitaji misaada, kuna watu mtaani hawaelewi. Yangemchukua tu mke wake angetembea kwenye kila kituo cha watoto yatima, hayo mambo wanayofanya, waone sababu, angepata sababu nyingi, wangepata riziki kubwa kuliko hata hicho wanachokifanya sasa hivi, upuuzi tu. Yani sasa ile si wamefanya huko ndoa, alafu kule nyumbani kwa mwanamke pia ni kama culture fulani. Ndoa ikishapita, yani ndoa ikishapita Mungu ashaipokea. Achana nayo mambo mengine ya sifa ambayo atakuja atakukosti tu baadaye mkiachana. Unafanya mambo kibao, ukija ukimwagwa utalia zaidi. Ndio maana watu wanakuta wanajinyonga kwa vitu kama hivyo. Ukishafunga ndoa Mwenyezi Mungu kaipokea. Mambo mengine achana nayo. Kama una hela za kuchezea, kuna watu mtaani hawaelewi bro, kuna watu mtaani wanahitaji msaada, fanya hivyo. Tena ukifanya ndoa afu kama una hela nyingine ambapo unataka kufanyia vitu ambavyo vina maana, starehe tu ambazo Mwenyezi Mungu azimpendezi, ukaenda ukatoa kwa watoto yatima au ukatoa kwa watu ambao hawajiwezi, Mungu anakuongezea vibaya. Ni kwa sababu yani nikwambie, umetoka kumfurahisha kwenye tendo la kuhusu ndoa, ushasoma, au pia unamfurahisha tena na ile hela ambayo umetaka siku kwenda kwenye mayachi huko kwenye nini, unaenda kwa watu ambao hawajiwezi. Uone kama kitu kizuri kwa Mwenyezi Mungu. Ni kitu kizuri. Sasa unatumia vitu ambavyo havina faida, kwa sababu watu shajua mmeshaoana, haina haja tena mambo kibao. Au labda anamkomesha nani, Vanessa? Sidhani. Anamletea kuvimba. Na lolote kinachotoponza sio Tanzania ile. Huenda labda ikawa anataka kumuonyesha Vanessa Mdee kwamba na mimi naweza kufanya vitu kama ambavyo nyinyi mnafanya. Maniga wao vile, yule sio niga yule yani mtu ambaye mimi anaitumia hela kwa pasipokuwa na misingi ambayo ya kueleweka, na mwonaga yuko lili maisha. Fake, wala na fake labda. Unajua uwezi kuwalili. Ndio ushafunga bro. Ya nini? Yani mambo kibao, yani kwamba watu wakuonaje kwamba wewe ndo Juksi au wakuona ile demo ndo hivi, ndo ameshafunga. Hayo mengine, hizo nyingine mbwembwe tu ambazo hazina faida, mkija kuachana
Utakumbuka ile bajeti, unakuta ndoa moja imegharimu zaidi ya mamilioni kibao. Kisa labda sio wasanii, labda tuko vizuri, vitu vingine ushamba tu bro. Ila huoni kama inampa ukubwa hicho kitu, kwa maana ndoa imefungwa Tanzania lakini pia harusi inaenda kufanyika Nigeria. Anasema pia hapa Tanzania kuna kingine kitafanyika pia kikubwa zaidi ya hivyo. Yani maana yake Jux anaenda kuwa msanii mkubwa sana ambaye amefanya matukio makubwa. Davido ameoa siku ngapi? Kama siku 2-3 alivyomaliza kuoa imeisha. Wao Wanyamwezi mzee. Wao wasanii wetu wa Bongo kuvimba vimba ndo kuna wakosti. Alafu baadaye unakuta msanii kama ule akiumwa kidogo anaomba msaada. Mwazo na Bongo anachekesha sana kinoma. Unakuta anafanya hivyo vitu vyote si Nigeria, sio usikute hapo kakopa ujue. Unakuta hapo kakopa kwa sababu mtu kama Jux anafanya show gani ya kusema labda anaingiza yeye. Hajawahi kufanya show hata Kenya. Jux muziki wake si unamlipa R&B, King of R&B Tanzania. Vipi bila show ya mwisho Jux kafanya wapi? Kwenye digital platform. Digital platform gaga uwezo kufanya vitu kama vile. Digital platform hela yake ya kawaida sana mzee wangu. Yaani ni hela ambayo ya mboga labda kubadilishia hivyo, sio ya kusema wewe upate hela kama zile. Anafanya show usikute kakopa. Ndio ile ilichotokea kwa Harmonize, sifa nyingi marenji kumbe ya mkopo, unakuta anadaiwa benki dakika ya mwisho. Kwa ni wasanii wa Bongo wanafanyaga vitu kama washamba. Na wanajiona Wanyamwezi lakini wanafanyaga vitu kama washamba. Harmonize alikopa zile range. Alikopa range, kakopa hela. Sio kwa anadaiwa na CRDB au umesahau kaka. Kisa zile kumfurahisha mwanamke, yani kwamba mimi nionekane na hela. Wewe una kitu tuachana nayo ya maisha. Waishi na maana kuna watu yani wanaishi umeona Alikiba analeta ujinga kama huo. Hapa mifano yule ana akili, anaona hii nini? Yani ina faida gani kuleta show off zote hizo mzee? Kama una hela sana kagae basi fungua, kama yeye labda ana hela za kuchezea fungua hata zahanati mtaani kwake. Iwe tu inasaidia watu. Jux dispenser. Fungua ajenge hata msikiti. Hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo anachofanyaga ni kukopa tu, sio na majina, anaweza Almasjid Jux. Almasjid ingemsaidia baadaye. Dakika mwisho unaona unakopa mamilioni kibao na kuna demo anakuja na megwa na mpuuza na kumwaga, unalia tu. Hatari. Umetumia hela nyingi kwenye harusi, wewe upuuzi wako mzee. Achana nazo hizo habari, fanya mambo yako. Kwa sababu hivi kwanza hata muziki wenyewe adili na yeye anadili tunao mwanamke, nyimbo anamwimbia mwanamke mara Nigeria mara wapi. Mkopo utakuja kuisha, mwisho wa siku matatizo. Hii kwenda Nigeria kuoa kama imemlemaza fulani. Si mwanamke akikushika bro, ogopa viumbe wakiwa wana plani na vitu vyao yani. Yani ogopa kiumbe anaitwa mwanamke. Ndio maana shetani anapitia kwake yani. Ili aichanganye dunia kupitia mwanamke, ni kiumbe ambaye kama anapanga lake bro unalifanya tu. Tupe tathmini yako kuhusiana na Juma Jux. Tunaona ni mtu ambaye bado anaendeleza gurudumu lake la harusi. Amesema kwamba imeanzia Tanzania, imeenda Nigeria, wakitoka Nigeria bado anakuja kumalizia Tanzania. Tuandikie hapo maoni yako kupitia Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Uzuri TV. I'm out.